Shukrani. Kuelekea mechi ya dhidi ya Simba, tunashukuru Mungu tumefanya maandalizi vizuri na leo ndio ilikuwa session ya mwisho kuelekea kwenye mechi. Tunamwomba Mungu kesho akijalia tuweze kucheza huo mchezo. Mwalimu, tulifaa mchezo uliopita mmeweza kupoteza mkiwa ugenini na mara ya mwisho kupata matokeo kwenye uwanja wenu nyumbani ilikuwa ni Februari 21 dhidi ya Kagera Sugar. Tunakwenda kucheza nyumbani tena dhidi ya Simba Sports Club. Umejiandaaje katika matumizi ya nafasi na namna bora ya kuzuia wanyima upinzani washinde kutumia nafasi hizo ili iweze kuwa nzuri? Kwanza tulipoteza, ni kurekebisha, tulipoteza dhidi ya Prison Kagera Sugar. Kuelekea mchezo unaofuata, mimi niweze kusema tu kile ambacho kilitokea mchezo uliopita. Kama walimu tayari tumeshakifanyia marekebisho, tushajua tulikosea wapi na tunashukuru vijana walielewa kipi walichokuwa wamekosea, nao tumeweka plani kwa ajili ya game inayofuata dhidi ya Simba. Swali kwa mwalimu. Kwenye mpira kila game huwa kuna plani yake, na Simba sio mara ya kwanza kukutana nao. Simba tushakutana raundi ya kwanza, tulipoteza huo mchezo kwa mkwaju wa penalti. Tunaenda kukutana nao tena. Tunachoweza kukisema, tumejiandaa kukabiliana nao ndio watakapokuwepo. Karibu. Kutokana na Simba ambayo ninyi mmepata nafasi kubwa ya kutazama katika ligi na kuwa na mechi nyingi mfululizo. Sasa kuifahamu na kusoma kuanzia na mechi za kimataifa za ushindani na pia mechi ya ligi iliyopita kwa mchezo dhidi ya Mashujaa. Kwa hiyo nawapa somo na tahadhari kiasi gani kwa wanapokwenda kupambana na Simba ambayo nusu kosa au ni kosa kamili. Sisi tunachoweza kukisema, tunaiheshimu sana Simba. Simba ni timu kubwa. Simba ina experience sana. Lakini narudia tena kusema kila game ina game plan. Jinsi utakapocheza na Simba, kuna game plan ya kucheza na Simba. Sisi tumejiandaa kucheza na Simba. Tunajua wao ni bora, lakini tutakabiliana nao. Wakati mwingine safu ya ulinzi kwa mlango wanapoteza muda, kwa sababu inatokea madhara kadi nyekundu dakika nyingi za nyongeza, jambo ambalo linafanya watu kuwa wakati wengine kulalamika kutokana na zile dakika. Mimi nimeandaa saikolojia ya kiasi gani kwa wachezaji wenu kuona wasipoteze muda, kwa sababu wamekuwa wakaja wakalalamika baada ya pengine mpinzani kupata magoli katika mechi. Kila mchezaji anajua umuhimu wa mechi tunayoenda kucheza na anajua tunakabiliana na timu kubwa. Ukicheza na timu kubwa automatic wachezaji wenyewe saikolojia yao inakuwa sawa, kwa sababu wanajua tunaenda kucheza mechi ambayo tunatakiwa tuwe makini kwenye kila tukio ambalo linatokea mbele yetu. Kwa hiyo kila kitu kiko sawa. Sisi tunaomba Mungu tukeshe tuamke salama tuweze kukamilisha tulichokipanga. Kwa kuambia mashabiki wa JKT tuendelee kuisupport timu. Tunawahitaji, wao ndio wachezaji wa 12. Bila wao wanajua kabisa si huwa tuna struggle. Kwa hiyo wakaribisha waje kama kawaida yao. Shukrani sana Mwalimu Raymond Doto, na sasa naweza kumkaribisha mchezaji Hassan Kapalata aje azungumze nasi wao kama wachezaji. Saikolojia ikoje kuelekea mchezo wa kesho ambapo watakuwa wenyeji wa Simba Sports Club. Hassan Kapalata, karibu uzungumze na wanahabari, mmejiandaaje na saikolojia ikoje kuelekea mchezo wa kesho? Asante. Sisi kama wachezaji tuko tayari, tunafahamu tuna mechi ngumu, mechi na timu kubwa, mechi na vitu vingi, lakini sisi kama wachezaji walimu wametuelekeza, kwa hiyo tumechukua tahadhari zote kuhakikisha katika mchezo wa kesho tunakuwa bora zaidi ya wapinzani ili tuweze kupata alama tatu. Hassan, tahadhari vipi mnazichukua pale mnapokutana na timu yenye wachezaji wenye quality kubwa kwenye namna ya ushindani uwanjani? Katika mchezo wa mpira, mchezaji yoyote ambaye anacheza katika dakika 90 huyo ni mchezaji mkubwa. Tofauti tu inakuwa ni zile quality ambazo mchezaji binafsi anakuwa anazo, lakini wao wanafanya vile ambavyo mwalimu wao kawaelekeza na sisi tunafanya vile ambavyo mwalimu wetu katuelekeza. Kwa hiyo kitu cha msingi zaidi ambacho sisi
kwenda kukifanya ni kufuata yale ambayo mwalimu wetu katuelekeza, kwa sababu mwalimu anatuelekeza yale ambayo wao ni mazuri kwao na madhaifu yao. Kwa hiyo yale mazuri yao tutajitahidi kuyakabili na yale madhaifu yao tuyatumie ili tuweze kupata ushindi. Kwa hiyo tuko tayari kwa ajili ya mchezo huu. Swali karibu. Lakini kosa dogo kwenye dakika za mwisho likasababisha wakapata mkwaju penalti na kuondoka na ushindi. Pengine hili ni mafunzo kiasi gani kuona aina ya timu unakwenda kukutana nayo, kuzingatia na sasa ligi ikifikia ushindani unaongezeka zaidi kuliko ilivyokuwa hapo kwanza. Katika mchezo ambao umeuelezea, kitu kilichotokea ilikuwa ni mistake ya mtu binafsi. Yaani ilikuwa ni bahati mbaya. Katika mpira inatokea, huwezi kucheza mpira bila kukosea. Kwa hiyo katika majambo yale sisi kama wachezaji tuna vikao vyetu tunakuwa tunafanya. Kwa hiyo tumekaa tumekubaliana kwamba kila mtu katika position yake ajitahidi. Hauwezi kufanya makosa, ila tupunguze yale makosa makubwa ambayo yanaweza katugharimu kama kutugharimu katika mechi iliyopita. Kwa hiyo tumeongea na walimu wanazidi kutusisitiza. Kwa hiyo yote yatakuwa sawa katika mechi ya kesho inshallah, Mungu akijalia. Hasani, mmekuwa ni timu ambayo mnatengeneza sana nafasi katika eneo lenu la juu, lakini mmeshindwa kubadilisha nafasi hizo kwa magoli. Na kwenda kucheza na timu ya Simba Sports Club, tutegemee mtakuwa mmeimprove zaidi katika nafasi hizo na kubadilisha nafasi hizo kwa mabao. Ni sahihi. Tunatengeneza nafasi nyingi na tunakosa nafasi nyingi pia. Kwa hiyo hilo nadhani ni jukumu letu sisi kama wachezaji. Walimu wanakuelekeza jinsi ya kufika golini. Kinachofuatia hapo ni wewe mchezaji kuweza kuweka mpira kwenye wavu. Kwa hiyo tunaendelea kuboresha kadri siku zinavyozidi kwenda. Nategemea tunaweza tukawa bora zaidi katika mchezo wa kesho na mingine kuendelea. Labda morali yenu ipoje kuelekea mchezo wa kesho mkiwa kama wachezaji kambini? Sisi tuko tayari, morali iko juu sana kwa wachezaji, kwa sababu JKT ni ukitaja moja ya timu ambazo ni kubwa pia katika nchi. JKT ni timu kubwa, timu kongwe, ina wachezaji wazuri. Kwa hiyo ni mechi ambazo wachezaji wengi wanatamani kuzicheza. Kwa hiyo tuko tayari, morali iko juu. Tunachoomba tu washabiki wetu waje kwa wingi.